Jina naitwa Ruto ambaye ameokoka. Wacha niongelee Gachagua kidogo, kusema watalii wasikuja Kenya. Unajua, ukiona mwendazimu akiongea kuna pointi moja unaweza sikia kwake. So pale Gachagua ako right kwa sababu anatayarisha watu watalii wasikuje Kenya, kwa sababu hii Kenya mjue kuna danger. Kuna Ebola hii Kenya. So Ruto inafaa angalia hiyo kitu. Na mtalii hawezi kubali kukuja Kenya kama Ebola, kitu ya Ebola. Hata juzi niliona wagonjwa kutoka Amerika walikuja hapa Kenya. Wako huko tayari wanatibiwa. So kitu kama hiyo ukisikia question order, kuna swali. Tungeoje nimalize kwa ndugu. Mr. Ruto, nimesikia ukiniongeza kwa sababu hii sasa yana order member. Ati Gachagua anajaribu ku-advise watalii wasikuje Kenya kwa sababu kuna Ebola. Sijasema hivyo. Umesema hivyo. Mimi mwenyewe ndio nimesema. Na wenye wanatibiwa pale kwa hiyo camp ni wazungu wenye wametolewa Kongo, walikuwa wanafanya matibabu pale Kongo. Ndio wanaletwa hapo watibiwe mambo na Ebola. So ukisema ati watalii wasikuje Kenya kwa sababu mambo na Ebola, na hao watalii hao wazungu wenyewe ndio wanatibiwa hapo, ni unajaribu kusema nini? Thank you ndugu yangu. Ukumbuke Trump wakati alileta hii kituo ikuje kutengenezwa hapa Kenya, alionya watu wa Amerika msiende Kenya. Wama ukusikia? Si hao wazungu ndio wanatibiwa hapo kwa camp. Si ati wa Kenya. Wenye wanatibiwa pale, nasikia Mkenya yeyote ametibiwa. Sikia, wenye wanatibiwa pale ni wale ambao wanatoka wenye wako na magonjwa. Sio order member, wacha huyo aendelee. Order. So mimi hapo mimi naona iko right kwa sababu unajua ukiwa president tena ukitaka wageni wakuja kwa nchi yako tena mpaka kwanza uangalie maslahi yao. Hiyo nimemalizana nayo. Niingie ile Mount Kenya ile walikuwa wanafanya utafiti hapo na mimi kitu ambacho naweza kusema kitu ambacho kimefanyika pale Nakuru kimenifurahisha sana. Na imeonyesha kwamba yenyewe kweli Mount Kenya hawana mtu. Sio Wakikuyu, sio kupenda kwao wapate Gachagua. Lakini kama Gachagua anaweza simama, Wakikuyu hawezi mpigia kura. Ni kwa sababu yani hawana yani sio kwa mapenzi yao. Wakikuyu walipata Gachagua, yani walikuja mahali walikuja kwa sababu Mjaluo alipatikana ameungana na Ruto. Ndio sababu wakatoka. So inaonekana ya kwamba Mount Kenya Gachagua hana umaarufu. Kwa sababu kama ile maoni imeonyesha kwamba Gachagua amepata zero Nakuru, inaonyesha kwamba Wakikuyu hata hawajaamini Gachagua. Lakini ni kwa sababu tu yani hawana mtu. Na imenifurahisha tena hiyo kitu ya kwamba hata mimi nikanieta akili yangu pamoja, nikaona 2027 kama tunaweza chukua, kwa sababu Sifuna alikuwa mbele akafuatwa na Matiang'i. Kama tunaweza chukua Edwin Sifuna awe president, Matiang'i awe running mate wake, asubuhi na mapema hao watu wanapeleka Ruto nyumbani. Hiyo ndio kitu ambacho itakuwa tumechukua namba 1 na namba 2. So itakuwa kuonyesha kwamba kuna mwelekeo ambapo tukiweka Sifuna mbele, Matiang'i afuate hii Kenya. Najua kwamba wataweza chukua hii kitu asubuhi na mapema. Nikimalizia na hii ya kuonyesha kwamba Ruto anaweza chukua nani kutoka wapi. Mimi naweza kusema kwamba Ruto bado maindi zake ziko Mount Kenya, upende msipende. Na mkitaka kujua Ruto bado maindi zake ziko kule election ambayo ilifanyika, Ruto alipeleka kule vitu kubwa. Order member. Namalizia. Hiyo namalizia. Time. Order.